wa milele, kwa sababu tunafahamu ya kwamba hakuna habari nyingine ambayo itabadilisha maisha yako hapa duniani, kwa sababu kila kitu ambacho mwanadamu hufanya kina mwisho. Kwa hivyo siku ya leo tumesema tuache shughuli zetu, tuje kwanza tuambie ya kwamba Mungu anawapenda. Wanadamu hufikiria kwamba Mungu ameketi pale akikosea tu kosa ili atuadhibu, lakini Mungu ni mwenye upendo, na ndio kwa maana tumekuja kukuambia asubuhi ya leo jinsi Mungu akupendavyo. Ndio tunafahamu ya kwamba mwanadamu wa kwanza aliasi, lakini hata alipoasi Mungu alifanya mpango wa kumrejesha, kwa sababu mwanadamu wa kwanza alipoasi alitafuta njia ya kurekebisha yale makosa, lakini ile njia ilikuwa si njia ya kudumu, kwa sababu alitafuta matawi na kujifunikia uchi wake, lakini Mungu alimletea ngozi, kumaanisha kwamba aliua mnyama ili afunike yule mwanadamu aliyekuwa ametoka katika ushirika wake. Kwa hivyo asubuhi ya leo tumekuja kukuambia kwamba Mungu anakupenda. Tumekuja kukuambia kwamba Mungu alitoa suluhisho ya dhambi zetu, suluhisho ya makosa yetu, suluhisho ya magonjwa na maradhi, ili siku ya leo ukipata kumpa Yesu maisha yako utasamehewa dhambi. Biblia inasema ya kwamba yeyote amwaminie Yesu ana uzima wa milele. Yeyote atamwamini Yesu hana uzima wa milele. Kwa hivyo asubuhi ya leo tafakari upendo ambao Mungu anakupenda nao, ya kwamba alimtuma Yesu mwana wake, akaacha utukufu wake mbinguni, akaja hapa duniani na akajitoa kama dhabihu, ili siku ya leo tukimwamini tupate uzima wa milele. Hatuna habari nyingine ila ni habari ya kukwambia Mungu ameshatoa dhabihu, Mungu ameshatoa suluhisho, ili siku ya leo tumwamini na tupate kuishi milele. Kwa hivyo asubuhi ya leo ni kwa jambo rahisi sana. Biblia inasema katika Warumi 10:9 ya kwamba wokovu huja kwa kuamini, huja kwa kusikia habari njema na kuamini ya kwamba Kristo, ama kuamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hivyo tumekuletea habari njema ya kwamba utakapomwamini Yesu Kristo, ukipata uzima wa milele, utapata amani tele, utapata furaha, kwa sababu Biblia inasema ya kwamba Yesu alitoa ile dhabihu, ikawa ndiyo dhabihu ya kutuletea amani. Kwa hivyo asubuhi ya leo mwanadamu, haifai uteseke, haifai uumie, kwa sababu Mungu ametoa suluhisho, nalo suluhisho ni mwanae, ya kwamba siku ya leo inapaswa tu kumwamini, na tunapomwamini tunapokea msamaha, tunapokea uzima, tunapokea amani. Hiyo ndiyo habari ambayo tunayo asubuhi ya leo. Hiyo ndiyo habari tunayo kwako wewe, kwa sababu hiyo habari itakufaa zaidi ya kitu chochote unachokifanya hapa ulimwenguni. Hata hiyo kazi unayoifanya haitakufaa, itakufaa kwa muda kiasi, lakini uzima wa milele utakufaa hapa duniani na hata baada ya hapa duniani. Kwa hivyo ni jambo rahisi sana ya kwamba ukiri kwa ulimi wako ya kwamba Yesu ni Bwana, na ya kwamba upate kuamini huyu Yesu. Msamaha hauji tu kwa toba, msamaha hauji tu kwa kukiri ya kwamba wewe ni mwenye dhambi. Msamaha unakuja kwa sababu ya kuamini Yesu, kwa sababu kwa kumwamini Yesu ndipo unafanyika mwenye haki. Kwa kumwamini Yesu ndipo unafanyika mwana wa Mungu. Kwa hivyo asubuhi ya leo ujumbe wetu ni mfupi sana, ya kwamba Mungu anakupenda, ya kwamba kuna suluhisho ya dhambi na makosa yako, ya kwamba kuna suluhisho ya magonjwa, ya kwamba Yesu Kristo ndiye jibu. Yesu Kristo ndiye mwenye kuponya. Yesu Kristo ndiye mwenye kuokoa. Kwa hivyo asubuhi ya leo Biblia inasema ya kwamba Yesu yuko mlangoni anabisha. Yesu yuko mlangoni
yako na umkubali siku ya leo. Useme ndiyo Bwana, nimekubali ya kwamba unanipenda. Utakaposema ndiyo Bwana, utakuwa unasema nimekubali ile sadaka uliyoitoa. Kwa hivyo asubuhi ya leo tuna habari njema, habari ya uzima wa milele, habari ya amani ya kudumu, habari ya kuponywa, habari ya ufufuo, kwa sababu Yesu ndiye uzima, Yesu ndiye kweli, Yesu ndiye njia. Kwa hivyo mpokee siku ya leo na utapata kupata njia. Mpokee siku ya leo na utapata amani. Biblia inasema ya kwamba utajua kweli, nayo ile kweli itakuweka huru. Nayo ile kweli ni Yesu Kristo. Huenda unasumbuka, unashangaa utafanya nini, lakini siku ya leo tuna jambo ambalo tumelihisi, kuna jambo ambalo tunajua, nalo ni ya kwamba Yesu ndiye jibu, Yesu ndiye mwenye amani, Yesu ndiye mwenye upendo, Yesu ndiye mwenye uponyaji, Yesu ndiye mwenye wokovu. Kwa hivyo siku ya leo ametutuma tukuhubiria hii habari njema. Siku ya leo ametutuma tukukumbushe ya kwamba yeye anakupenda na anakujali na hataki uangamie, hataki usumbuke, hataki uishi kwa magonjwa, kwa sababu ametoa suluhisho, na hilo suluhisho liko katika Yesu Kristo. Mpokee siku ya leo, mfungulie roho yako, mkubali abadilishe maisha yako, na utasema kama Daudi ya kwamba nimemuonja huyu Yesu na ninajua ya kwamba ni mwema. Kwa hivyo siku ya leo mpatie Yesu nafasi, aingie maishani mwako, abadilishe maisha yako, abadilishe maisha ya jamii yako, kwa sababu yeye pekee ndiye aliyetolewa dhabihu. Biblia inasema ya kwamba Mungu amempa Yesu jina lililo juu ya majina yote. Jesus is the name that is lifted high above all other names. Kwa hivyo kila kitu ulimwenguni lazima kikiri, lazima kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Kwa hivyo asubuhi ya leo sijui ni nini kinakufinyilia, lakini kuna jibu ambalo ni jina lililoinuliwa juu ya majina yote, nayo ni jina la Yesu. Mfungulie roho yako, mpe Yesu maisha yako kwa kukiri ya kwamba Yesu ni Bwana, kwa kuamini kwa roho yako ya kwamba Yesu ni Bwana. Biblia inasema ya kwamba yeye ndiye aliye njia, kweli na uzima wa milele, ya kwamba yeyote amwaminie hatapotea, lakini yeyote asiyemwamini hukumu na ghadhabu ya Mungu iko juu yake. Kwa hivyo asubuhi ya leo tumekuletea habari ya upendo, tumekuletea habari ya uzima wa milele, na tunakupa bure. This salvation is free, this healing is free, this peace is free, because Jesus paid the price. Yesu alilipia gharama ili tuweze kuipokea bure. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka nikupe nafasi ili umpokee huyu Yesu. Utarudia tu nyuma yangu, utasema Bwana Yesu, ninaamini kwa roho yangu ya kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Nimekupokea asubuhi ya leo. Nimepokea msamaha wa dhambi, nimepokea uzima wa milele, na nimekuamini kwa jina la Yesu. Kwa hivyo kama umerudia yale maombi, umepata kuokoka, umefanyika kiumbe kipya, umefanyika mwana wa Mungu. Jambo lingine la muhimu ni kujua kweli, na hiyo kweli utaijua utakapoenda kanisani. Kwa hivyo nakualika kanisani kwetu. Tunatoka Jubilee Christian Church, Thika Road, pale Rosters Exit 7. Mchungaji wetu ni Pastor Morris Gashero.
and Pastor Pauline Gashero. Tunawakaribisha katika ibada zetu za Jumapili kuanzia saa 2:30 na ibada ya pili kuanzia saa 6. Karibu sana hata ibada zetu za wiki. Tuna ibada ya Wednesday kuanzia saa 11:30 na ibada nyingine ya Friday kuanzia saa 11:30. Kwa hivyo karibu sana, ubarikiwe na uwe na siku njema. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya neno lako. Asante kwa sababu ya kutupa uzima. Asubuhi ya leo tunayo furaha ya kwamba tuko wazima, ya kwamba tuko hai. Asante kwa neno lako ambalo tumelizungumza katika huu uwanja. Wacha likakua, wacha likapata mazao katika jina la Yesu Kristo. Kazi ya mikono yetu imebarikiwa. Tuendapo turudipo tumebarikiwa. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Tukutane Jumatatu ijayo. Uwe na wakati mwema. Uwe na wiki njema. Kazi yako imebarikiwa. Watoto wako wamebarikiwa na Mungu anakupenda. Blessed day.